والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد. Awali ya yote samahatu Sheikh Al-Sayyid Al-Fadhil Al-Faqih Al-A'zam Sheikh Abbas Ibn Khalfani wa kiume, samahatu Sheikh Al-Muqata'a mata Iswa mzee wangu mzee Kambiro Wajina, kaka zangu na nyote wenye umri wa baba yangu, vijana wenzangu kwa ujumla, na Waislamu wote na wale ambao sio Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biliswari shadid, kwa ufupi sana ni kwamba tunakwenda kuupokea mwaka mpya wa Kiislamu, na kwa bahati mbaya zaidi mwaka huu kwetu huwa unapita kana kwamba hauna nafasi yoyote katika maisha yetu ya Kiislamu. Lakini maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad waliuweka mwaka huu mpya kwa tarehe ambayo iliyoanzia siku aliyohama Bwana Mtume Muhammad kutoka katika mji wa Makka kwenda katika mji wa Madinati al-Munawwara. Zipo hekima nyingi sana zilizowafanya wao kuasisi mwaka huu mpya wa Kiislamu. Moja kati ya hekima zao ni kututaka sisi Waislamu kutathmini mfumo wa maisha yetu kuanzia mwezi wa kwanza mpaka tunakuja kufunga mwaka na kuupokea mwaka mpya mwingine wa Kiislamu. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kila mmoja wetu anatakiwa ajikague ndani ya huu mwaka mzima amefanya nini, ndani ya mwaka mzima amefikiria nini, ndani ya mwaka mzima ametengeneza nini kwa ajili ya kupokea mwaka unaokuja. Ukitizama usulubu wa Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzungumzisha na kutufundisha katika Qur'an kwa kutumia baadhi ya maneno yanayotutaka sisi tuzinduke, lakini pia tuangalie mustakabali wetu ni upi. Mfano, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu na mseme kweli. Faida ya kusema kweli, yaghfir lakum dhunubakum yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atakufanyieni mambo yenu yawe safi. Wa yaghfir lakum dhunubakum, lakini atakufutieni madhambi yenu. Lakini wa man yuti Allaha wa rasula faqad faza fawzan adhima, yeyote atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad atafuzu, tena kufuzu kwenyewe kwa malipo ambayo adhima, maana yake hakuna isipokuwa ni pepo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule unaahidiwa nini?
unaahidiwa pepo. Tathmini ya yale ambayo uliyoyafanya. Lakini istoshe, Mwenyezi Mungu anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu na mkakubali kumfuata Bwana Mtume Muhammad, mmefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo walivyofaradhishiwa waliokuwepo kabla yenu. La'allakum tattaqun, mwishoni ili mpate nini? Mpate uchamungu. Tathmini ya funga ulizokuwa unafanyaje, unazifanya. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, au sio? Yenye mliomuamini Mwenyezi Mungu, tubuni tena mfanye toba iliyo ya kweli. Maana yake faida ya toba ya kweli, unakwenda kulipwa nini? Unakwenda kulipwa pepo. Tunafahamiana? Sasa aya hizi kupitia manhaji ya Qur'ani inatufundisha mambo makuu matatu. Jambo la kwanza huwa al-insania, ni ule ubinadamu na utu wako wewe. Yani wewe hapo ulipo ni nani? Hadhi yako ni ipi? Majukumu yako ni yepi? Unatumiaje nguvu, fikra na akili ulio nayo katika kumtii nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, hiya at-turab, udongo huu ambao sisi tumeumbwa kwa kupitia nini? Udongo. Lakini baadaye tukishafariki tunarejeshwa katika nini? Katika udongo. Lakini wakati huo wewe unalima ili upate chakula, au sio? Tena chakula kinachokabiliana na maumbile yako aliyokuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana vizuri? Ndio maana ukiumwa leo, ukienda kwa daktari ikaonekana una upungufu wa vitamin C, anakuamrisha ule nini? Mchicha, machungwa, juisi ya malimao, ndimu kidogo, japokuwa leo ndimu ndo tunapigia madongo. Hiyo unaambiwa kula hiyo hayo matunda. Yanatoka wapi? Yanatoka ardhini. Ukionekana una upungufu wa madini chuma, unaambiwa ule nini? Ule nyama. Ng'ombe anakula nini? Majani. Mbuzi anakula nini? Majani. Majani yanatoka wapi? Sikia maneno ya Mutanabbi. Anasema wa fawqa kulli turabin turab, kila aliye juu ya udongo na yeye pia ataenda atazikwa katika udongo na atakuwa udongo, na zitakuja zama atasahaulika, kwamba juu yako inaweza ikapita lami wala watu wasijue kama hapa palikuweko fulani amezikwa. Wa fawqa kulli turabin turab. Lakini jambo la tatu, alwaqtu au zaman, ni wakati ulionao unautumiaje. Sasa haya mambo matatu haya ndiyo ambayo yanayokuja kukutengeneza wewe kuyasawazisha matendo yako vizuri na kutopoteza muda isipokuwa katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha na aliyokufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika zama ambazo ni zama ngumu na nyakati ngumu tunazopita, hakuna kama zama hizi tulizo nazo leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna kizazi kingi ambacho kiko nje ya utaratibu wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiko nje ya misingi ya imani, kiko nje ya utaratibu wa dini. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unapokuwa nje ya misingi ya imani na dini, unakaribisha afkarul wafida, zile fikra za kigeni kuweza kukuathiri wewe katika mfumo wa maisha yako.
unapoathiriwa na hizi fikra za kigeni, ndio hizo ambazo leo zinashindwa kukuonyesha ile thamani ya utu wako wewe na ubinadamu wako wewe, ambao Uislamu unakueleza wewe ni nani na majukumu yako ni yepi na nini unachotakiwa kufanya na namna bora ya kutumia wakati wako. Sasa ukishazipokea hizi, ndio leo unaona kwamba kuna mtu anaona kumlawiti mwenzake ni jambo la kawaida, lakini kuna mwingine anaona leo kulawitiwa ni jambo la kawaida, na hata wengine huthibiti zaidi kutumiwa na hao watu wa nje wenye kuleta hizi fikra baadhi ya madawa, na wenyewe wakasambaza kwa watu, kwa vijana wao. Lakini takhayal kwamba wewe leo unaenda unamlawiti mwenzako na wewe unakubali kulawitiwa. Miaka 10 mnatengeneza kizazi cha namna gani? Kizazi cha ovyo, kwamba tusizaliane, wote tuwe Volkswagen, injini nyuma. Lakini kibaya zaidi, hata viongozi wetu ambao tumewapa mamlaka ya kutuongoza wala hawashtuki, na wanatoa vibali kwamba jambo hili wao ni ruhusa hawa wanaoshughulika na haya wayafanye katika mitaa yao. Wameshindwa kujithamini na wameshindwa kujua kwa nini wamepewa mamlaka, na mwisho wa siku wanafanya mambo kwa sababu ya rushwa ndogo ndogo, lakini hawajui wanatengeneza nini katika mustakabali wao. Haya yanafanyika katika nini? Katika mji wetu. Leo ninavyozungumza, imeendeshwa operation ya kimya kimya ya kuwakamata hawa mashoga, na vyombo husika, mamlaka husika. Lakini wapo baadhi ya mashehe zetu pia wamewapigia hao waliofanya hii kazi kwamba wawaachie. Hii ripoti ipo. Sasa tumejivika vazi la Uislamu, lakini nyoyo zetu hazina imani. Mambo mawili tofauti. Mtu anatumia nyadhifa yake ya ushehe, anampigia simu mkubwa, bwana hao waache, ni vijana wetu na kadhalika. Huu umma tunauona leo, tunajivunia kina Sheikh Dabas hao na wengineo. Kwa nini tunajivuna nao? Ni kwa sababu walitengeneza jamii na watu wakawaelewa. Lakini leo tunakuwa ni tofauti. Tunaenda kutengeneza kizazi kibaya. Hatuchezi na wakati. Ule ubinadamu wetu unaondoka. Wewe kiongozi wa mtaa unatoa kibali cha kuruhusu sherehe za mashoga kwenye mtaa wako. Yakhra baitaka ya magnuna. Inakuwaje habari hizo? Huoni vibaya? Pengine mtoto wako utamkuta pale, anapoona anaiga nini? Lakini hapa unashindwa kujiuliza kwamba wangapi waliokuwepo hapa leo hatunao. Hiko cheo lichonacho, kuna wengine walikwisha pita huko nyuma, lakini waliacha historia hiyo, au walisimamia majukumu yao. Walisimamia. Wewe inakuwaje? Sasa tunapokutana katika majali kama hizi, ni lazima tuambiane kwamba jukumu la kutengeneza umma, kutengeneza rasilimali watu bora, sio jukumu la viongozi peke yao.
bali kila mmoja anatakiwa awe macho. Akiona jambo halifanyiki, peleleza sheria na utoe taarifa kwamba kuna jambo katika eneo lako linafanyika ambalo sio sahihi. Lakini baya zaidi, kuna vita vya kisaikolojia leo tulivyo navyo. Uliniambia maneno 15 bado. Kuna vita vya kisaikolojia tulivyo navyo, sio hivi ambavyo vinapiganwa Iraki au sio Irani huko. Tuna vita vya kisaikolojia kwamba ili sisi tuharibikiwe ni lazima watumike mama zetu na dada zetu. Leo ndio unaona inafanyika sherehe ya Kiislamu, wanaitwa na mashoga, lakini wanaowaita hao mashoga ni kina nani? Si wake zetu, si mama zetu, si dada zetu, ni Waislamu wa Kristo. Jiulize, kwa nini iwe kwa Waislamu tu? Wakina mama wa Kiislamu, wakina dada wa Kiislamu, na katika hizo sherehe na mashekhati pia wanakuwemo. So wamepigana ngumi juzi hapa mashoga. Nani aliyewaita? Wakina mama wa Kiislamu ndio wamewaita hawa. Na juzi tumeziwia mkutano mshiriku pale Swahili. Wakina mama wa Kiislamu wanafanya na wanawalika mashoga. Sasa hebu tujiulize kwanza, sisi ni wanaume au waume? Swali halijaeleweka. Ni wanaume au waume?